ndoto imesha washiwa taa, ndoto imekuwa imefika time, tazama saa, ungali muda wako kutusua, ikipiga dakika 90 uwanjani tambua inyesha, wewe waonesha body na ndoto, hapana ushindi. CRDB Bank Federation Cup. CRDB Bank Federation, CRDB Bank Federation, CRDB Bank Federation. Finally, CRDB Bank wameingia kwenye mfumo. I repeat, finally, CRDB Bank wameingia kwenye mfumo. Kile ambacho nilikisema siku ile, nikasema kwamba nahitaji kuona mabadiliko kwenye hii CRDB Bank Federation Cup. Leo CRDB wananiambia kwamba it's official. Wanakuja na podcast ambayo itakuwa inazungumzia kuanzia hii hatua ya nusu finali mpaka finali ya hii Federation Cup ya CRDB Bank. Just imagine man. Nilisema moja ya vitu vikubwa ambavyo nimekuja kuvipigania ni kuona kwamba talent zile za mchangani zinaonekana, na namna pekee ya kuonekana ni kuyapatia thamani haya mashindano. So CRDB wanasema kwamba Chris, tumekusikia, kilio chako kimesikika, we got your back. Look man, look my brother. Leo niko hapa na Dickson. Ndugu yangu amekuja hapa, tutazungumza kwa sababu huyu ndio aliniahidi. Moja ya ahadi ambazo alizitoa siku ile, alizungumza yeye kwenye kipaza, nikasema please bring that guy. Nataka kumuona hapa leo, nipige naye story, anihakikishie macho kwa macho. Macho kwa macho, anachokisema kisije kawa ni propaganda. Dickson, yes. Ipo tano kwanza mwanangu. Poa kabisa. Uko vizuri? Niko fresh. Mambo yanaenda vizuri? Namshukuru Mungu. Relax. Tuliza pressure. Sawa. Leo nimekuweka mtu kati hapa. Haina shida. Dickson. Yes. Wewe ukiwa kama mdhamini, mwakilishi wa mdhamini CRDB Bank wa hii Federation Cup. Yes. Nataka kufahamu, unajua usioko na dhamini alafu mgumu, ndugu yangu mgumu mweupe. Mweupe ama uwanjani tunauweza? Unaubonda vizuri? Semi uwanjani niko vizuri. Kwa wanaonijua, yani uzuri kwamba mimi nimecheza namba nyingi. Okay. Wewe ni kiraka. Kucheza kama goalkeeper. Kucheza kama beki mbili. Continue. Alafu nikacheza kama namba 8, lakini paka na staafu mpira nilikuwa kama namba 10 midfielder kisheti, nilikuwa hatari sana. We kaka. Okay. Hatari. Nafikiri inabidi siku tupange time tuzungumze, lakini maybe kama inawezekana niandae timu yangu afu na Dickson andae timu yake tukutane. Mimi namba 3 mmoja mbaya sana. Mimi sio mweupe ujue. Mimi sio mnyonge ujue. Karibu kwenye hilo. Au sio? Anyway, nataka kufahamu historia. Mliingiaje CRDB kwanza kudhamini mashindano ambayo mimi binafsi naona ni mashindano yenye umuhimu mkubwa sana kutokana na kile ambacho mnakilenga. Kwa nini mashindano haya na sio mashindano mengine? Okay. So ukiangalia CRDB Bank, mara nyingi sisi ni benki ambayo imekuja kwa dhamira kubwa ya kuangalia jinsi gani tunaenda kuleta chachu kwenye michezo katika ngazi za chini. So katika mashindano ya Tanzania makubwa ukiangalia haraka ambayo yanaweza kagusa paka katika zile ngazi za chini kabisa ni hili kwa CRDB Federation Cup, ambapo inaanza kwenye ngazi ya wilaya, na actually sote wilaya inaanza kwenye ngazi za vitongoji. Kwa ukiangalia ile dhamira yako uliyoongea ya juzi kusema kwamba unataka kuona mabadiliko kwenye mpira, actually mabadiliko yanaanzia kwenye ngazi za chini. Na ngazi za chini haya ndio mashindano pekee ambayo yanaanzia kwenye ngazi za vitongoji. Leo hii tunazungumzia tuko kwenye nusu finali, lakini watu bila kujua hivi ni vitu vilianza kuanzia kwenye ngazi za vitongoji. Kwa hiyo vipaji vilianzia kwa kule. Kwa hiyo lengo letu kubwa, dhamira yetu kubwa ni kwamba tunapeleka sasa ile dhamira ya boli kiushindani kuanzia ngazi za chini, kwamba watu kuanzia chini kule waanze kuboli kiushindani. Kwa hatua tunapozidi kwenda, tutaanza kuona vipaji vingi sana. Sisi tumeshaanza kuviona, lakini wananchi wataanza kuvishuhudia vingi sana. Lakini baadaye tutakuja kuambia sasa huyu alianza kwenye ngazi ya kitongoji kutoka kwenye CRDB Bank Federation Cup. Leo utaona kwenye klabu kubwa za Kitanzania au watu wengine watakufanyika kwenda nje na kuja kutusaidia kwenye tetu ya taifa. Lakini tunaamini CRDB Bank Federation Cup ndio ina dhamira hiyo ya kwenda kunyanyua hivyo vipaji vya chini. Okay. Yes. CRDB wanachokifanya ni kusaidia talent za Tanzania. Ndio aim mnayoiona kwenye haya mashindano. Mimi nilisema shida kubwa ya kutaka mabadiliko ni kwamba tunataka kuona majina mapya, au sio? Kuna madogo hapo kule chini hawaonekani. So I'm happy kuona kwamba mnawekeza nguvu kwenye hili, na nilisema niko na nyie bumper to bumper. Ndugu yangu Dickson, utanisamehe sana kwa sababu usingekuja, ningekuja pale makao makuu uzuri na pafahamu. Ashindwe. Sio mbali, dakika 0 niko pale. Sasa nataka kuelewa sasa hivi nafahamu Simba, Yanga, Coastal Union pamoja na Azam ndio timu ambazo zimequalify kufika kwenye hatua ya nusu finali. Nakumbuka mwanzoni kabisa mimi nilisema kwamba naona hawa big fishes, hawa wakubwa wakitoboa. Nilisema Simba, Yanga, of course Azam, ila Coastal Union can surprise.
Sasa nafikiri hapo ndo ile dhamira yenu ya boli kiushindani inapokuja Yes. Kwa sababu niliwaza Singida wanaweza katoboa. Like hebu niambie, wakati unaangalia robo finali, experience ilikuwaje? Vibe ilikuwaje kwa mtazamo wako? So dhamira yetu ndio ile inaenda kwenye boli kiushindani. Na tumeshukuru kwamba inaanza kuishi kwenye haya mashindano. Kama prediction yako ilivyopinduliwa. Mbuka vibaya. Uliyesema kabisa natabiri Singida. Lakini Singida unamwona leo hii hayupo. Tuna Coastal ambao yuko pale. Tunaenda kwenye hii nusu finali, utakuwa na majina yako probably unataka kuyatabiri, lakini pia inaweza kapinduliwa. Sisi tunachotaka ni kwamba tunapoingia uwanjani pale vitu vitifuke, nyasi zitifuke. Yani pale vumbi moto wake. Yani kwamba unakuja na matokeo yako kichwani, lakini dakika 90 zinaisha na matokeo yako yamefanyaje? Yamepinduliwa. Ndio dhamira ya boli kiushindani. Miaka inayokuja kombeleni, kuna timu inaweza kaja chini wilayani huko watu hawajui, ikabeba mpaka kombe. Yes. Inawezekana kwa sababu nia siko uwanjani bwana, dakika 90 vifaa uwanja ni ule ule, vipimo ni vile vile, refa ni ule ule, magoli sifuti ni zile zile. Kwa nini utashindwa kuboli kiushindani? So dhamira yetu kubwa ni hiyo. Nusu finali umeiona ilikuwa kweli kiushindani. Robo ilikuwa kweli kiushindani. Tushavuka huko. Kwa hata hii nusu tunategemea pia itakuwa kweli kiushindani. Watu tutaboli kweli kiushindani. Timu 4 nusu finali. Yes. Unafikiri zipi zinatoboa kwenda kwenye final? Goodbye. Mtego huo. Niambie ndugu mdhamini. Mtego. Mdhamini hanaga utabiri. Mdhamini yeye yote anayekuja sisi tunamsupport kwa sababu kazi yetu si ni kusupport vipaji. Wewe unaonaje kwani? Mimi nafikiri Simba na Yanga wanatoboa. Unajitaka ujitaki. Bado niko pale kwa sababu we all know wana wachezaji ambao wenye viwango vya hali ya juu. Of course niko tayari kushangazwa, niko tayari kuwa proved wrong, lakini I feel like Simba na Yanga wanatoboa finali. I don't know, wewe pia unaweza kutuambia unafikiri Simba Yanga watatoboa? Ahmed na Priva walitoa tambo nyingi sana kwenye ile episode 1. Tunasubiri tuone finali watatoboa. Anyway, this one is looking good man. CRDB Bank, tunakusikiliza.